walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa yule nafsi yangu iliyoko mkononi mwake, laula anuni, lau wangelikubali kufanya mubahala wakanilani na mimi nikawalani, la musikhu qiradatan wa nazir, basi wangelibadilishwa wakawa ni mayonda, ni manyani na nguruwe. Wala dharama alwadi alaihim nara, na ile sehemu ambayo wao wanaishi katika jangwa lile, basi kungelikuwa na moto mkubwa ambao hauwezi kuzimika. Walama hala alhaul, na hakungepita mwaka ala naswara hatta halaku kulluhum, haungepita mwaka kwa hao wa Kristo mpaka wawe ni wenye kuangamia wote. Kwa hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, alitia taukidi yale maneno ambayo aliyoyasema huyo askofu. Sasa swali ni kwa kuwa ikiwa askofu huyu ni Mkristo, kitabu ambacho anakiamini ni Injili, Ahlul Baiti utukufu wao na manzili yao katika Injili ni kwa kiasi gani na katika Qur'ani ni kwa kiasi gani? La kushangaza ni kwa kuwa kuna Waislamu na wengine ni wanazuoni wakubwa waja kwenda kinyume hata na maneno ya askofu. Mmoja katika mashehe wa Kiislamu anayejulikana kwa jina la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, katika Minhaji Sunna asema maneno haya: amma akhdhuhu Aliyan wa Fatima wa Hasanan wa Husaina fi al-mubahala fa hadithun sahih rawahu Muslim. Mtume kumtukua Imamu Ali na kumtukua Bibi Fatima na Al-Hasan na Al-Husayn katika mubahala ni jambo ambalo kwamba ni sahihi, limepokewa katika sahihi Muslim, limepokewa na nani? An Sa'd bin Abi Waqas. Qala fi hadithin tawil, akasema katika hadithi ndefu, kwa kuwa ilipoteremka aya kama hii ya mubahala